Kwenye ripoti ya upastori wa Yerusalemu kwenye kikao cha jimbo cha tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2026 kwa parokia Ujumbe Dibaji. Na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote, mpate kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 9 na mstari wa 10. Ripoti hii inatoa habari za kazi zilizotendeka shambani mwa Mungu kuanzia tarehe 12 Disemba 2025 hadi sasa, nayo ina mambo yafuatayo: 1. Baraka na mafanikio. Tuna mpango kazi zilizofanyika na ambazo hazikufanyika na sababu zake. Mpango kazi: kuendesha sakramenta mbalimbali kanisani mwetu. Pili, maombi ya watumishi na ile ya kanisa nzima. 3, semina na mafundisho ya neno la Mungu kanisani mwetu. 4, kuhimiza utoaji wa sadaka ya hiari na mchango wa jimbo. 5, kuendesha kazi za ofisi mwetu pamoja na kuwakilisha kanisa kwenye vikao mbalimbali vya uongozi wa kanisa. 6, kugawa mali ya kanisa baada ya waumini wote kurejea nchini Burundi. 7, kuhakiki takwimu ya waumini na ile ya watumishi. Kazi zilizofanyika kutoka mpango kazi: tulisimamia meza ya Bwana mara 2. Tuliwabariki watoto 5 wote wa kike, kubariki ndoa moja na kuzika mtoto mmoja wa kiume. Maombi ya watumishi ilifanyika mara 3 na ile ya kanisa nzima kwa muda mara 2 kwa muda huu. Tuliendesha mkutano wa Christmas upande wetu kwa njia ya mafundisho ya teme kutoka makijimbo na kufundisha somo kujiwekea akiba juu ya wakati ujao. Timotheo wa kwanza ile sura ya 6 na mstari wa 17 hadi 19. Tulipandisha jimboni 294,650 zikiwemo hiari 57,000, ibene 24, nondo za Ujiji 100,000, uwanja wa Nyarugusu 21,000, Noeli ya watoto 10,650 na shukrani ya Bonane 15,400 na kadhalika. Kila siku tulikuwa tayari kuandikia waumini wanaorejea barua za ushuhuda na kuwakilisha vema kanisa kwenye vikao mbalimbali vya jimbo na vile vya umoja wa makanisa. Kwa upande wetu tuligawa mali ifuatavyo: Umoja, Beteli na Nuru Hai, kila section plastic chair 10. Tuligawa mali ifuatavyo: Umoja, Beteli na Nuru Hai, plastic chair 10. Vitapata plastic chair 10. Vyombo vya ofisi na vile vya meza ya Bwana, ofisi ya jimbo. Mvugwe itapata spika 1 na generator na mixer na vingine kwa makanisa ya Burundi ambayo yamewapokea waumini wetu. Tayari familia 122 za watu 585
wakiwemo walimu 4, wainjilisti 5, wazee 4 walirejea nyumbani. Ona idadi kamilifu ya wale ambao wako kwenye ukurasa ufuatao. Kazi zilizofanyika nje ya mpango kazi. Tulisimamia kikao kimoja cha section 2 na kusimamia vikao vingine vingi vya dharura. Kwenye chumba cha maombi watu 25 walishuhudia uponyaji na watu 10 walijifungua salama. Hatukuchoka kuwatembelea waumini wetu kwa lengo la kuwatia moyo wakati huu mgumu ambao saikolojia za wengi ziliguswa na kuvunjiwa manyumba. Tulijibu ombi la kanisa la parokia la Makamba kwa kutoa Laki4,021 hela za Kitanzania sawasawa na Laki9,013 hela za Burundi na kutoa mkate wa njia kwa watumishi waliorejea, ambayo haikufanyika na sababu zake. Idadi ya meza ya Bwana kupungua kwa sababu ya changamoto zilizotukabili. Mafundisho yaliyopangiliwa kufundishwa kwa makundi ya waumini kutokufanyika kwa sababu ya mwingiliano wa kazi nyingi wakati mmoja. Pili, changamoto zetu shambani mwa Bwana. Kuna changamoto na njia za usuluhisho. Changamoto ya kwanza, mahudhurio hafifu ya waumini kwenye ibada za Jumapili na ibada za mapambazuko. Njia ya usuluhisho, tunapambana kwa njia ya kuwafikia waumini na kuwatembelea wale ambao bado hawajarejea. Changamoto ya pili, viwango vya utoaji kushuka sana, hasa wakati huu ambao kila familia inapofikiria namna itakavyoanza maisha nyumbani kwetu Burundi. Njia ya usuluhisho, tunampa Mwenyezi Mungu haja zetu kwa njia ya maombi ili atupe hekima na maarifa ya kutambua kuwa hata Burundi sio kwetu, sisi ni wa mbinguni. Changamoto ya tatu, baadhi ya waumini wetu kubomolewa nyumba zao na kuishi nafasi mbalimbali ambapo wanakabiliwa na changamoto nyingi za maisha. Njia ya suluhisho, neema ya Mungu yatosha kwa wamchao wote. Changamoto ya 4, baadhi ya watumishi kurudi bila vitambulisho vya utumishi. Njia ya suluhisho, tunaelekeza macho kwenye uongozi wa jimbo ili ijibu kwa hoja za watumishi wake wote wanaorejea kwa wingi kila inapopangiliwa. Tatu, matarajio yetu kwa wakati ujao. Shughuli, mhusika na muda. Kutekeleza hatima ya mali za kanisa baada ya kanisa lote kurudi nyumbani Burundi. Mhusika, uongozi wa parokia, watumishi wanaorejea Burundi. Muda, tangu sasa na kuendelea. Pili, kuendesha sakramenta, vikao na ibada hadi atakapoondoka muumini wa mwisho. Mhusika, uongozi parokia, muda tangu hadi muumini wa mwisho atakaporejea. Tatu, kuendesha kazi za ofisi mwetu kila siku. Mhusika, uongozi wa parokia, muda tangu sasa mpaka muumini wa mwisho atakapoondoka. Hitimisho. Kwa wote waliotusikia, tunaomba upokezi mwema wa ripoti hii na Mungu awabariki wote. Imefanyika pa Nyarugusu Machi tarehe 12 mwezi wa mwaka wa 2026 na kusoma Machi tarehe 13
2026 kwa niaba ya FMCT Parokia Yerusalemu, Reverend Yamba Akimbu Zakari mchungaji.